Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninamshukuru Mungu tena kutupa nafasi hii ya kipekee kuzungumza na wewe kwa njia hii ya mtandao. Asanteni wale ambao mmeendelea kufuatilia kwa muda kidogo, na ninakukaribisha mfuatiliaji wetu, na asante kwa kuendelea kujiunga na sisi katika tafakari hii ya neno la Mungu, hasa tukizungumza juu ya kanuni za kupokea baraka kutoka kwa Mungu. Hili ndio somo ambalo Mungu ametupa katika awamu hii. Na mimi namshukuru Mungu kwa sababu si tu kwamba ninapata nafasi ya kufundisha wewe, lakini pia napata nafasi hata ya kujifunza na mimi. Kwa hiyo kwangu mimi ni jambo kubwa na ni jambo la baraka sana ambalo Mungu amenipa kuweza kuzungumza na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama ambavyo channel inajieleza, jina la channel inajieleza, mimi naitwa Mwalimu Meshak Longo, na nikukaribishe wewe ambaye umechagua kujifunza pamoja nami katika tafakari hii inayohusu kanuni za kupokea baraka kutoka kwa Mungu. Na mimi namshukuru Mungu kwamba sasa hii ni sehemu ya 11. Bila shaka ni neema ya pekee na miongoni mwa baraka kubwa, kwa sababu pia kusikia neno ama kujifunza ni neema ama ni baraka kubwa ya kipekee sana ambayo Mungu pia ametupa. Kwa hiyo tumshukuru Mungu na tuendelee kumtukuza yeye kwa sababu ametupa hiyo neema ya kuweza kujifunza pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tuombe alafu tutaendelea. Mungu uliye hai, katika jina la Yesu, asante kwa sababu unatupenda, asante kwa sababu hujatuacha. Ahadi yako ni amina na kweli. Mungu, tumeona ukitukirimia neema yako, tumeona ukitubariki kwa mengi, tumeona ukitufundisha pia. Asante kwa ajili ya yote ambayo Bwana unatutendea kwenye maisha yetu. Nasi Bwana tunakuomba uendelee kwa pamoja nasi tena katika tafakari hii ambayo Bwana umetupa. Ni sehemu yetu ya 11, na ingekuwa ni siku tungesema ni siku ya 11. Naam Bwana, kama ni vipindi basi ni kipindi cha 11. Pokea utukufu kwa ajili ya yote ambayo umetenda kwenye maisha yetu. Nasi tunakutukuza na kurudishia utukufu. Tunaomba tena Mungu tufundishe katika zamu hii na katika awamu hii nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ambavyo nimekwambia kwamba tunatafakari kanuni za kupokea baraka kutoka kwa Mungu. Kanuni za kupokea baraka kutoka kwa Mungu. Na hizi kanuni, kila kanuni na uzito wake. Kuna kanuni ambayo tunazungumza kipindi kimoja, kuna kanuni ambazo tunazungumza vipindi viwili, vitatu. Na sina hakika hata kama tumefika kanuni ya 6. Then tumesogea kidogo kwenye kanuni mpaka ya 4-5 hivi kama sitakuwa nimekosea. Lakini yes, tumefika mpaka kanuni ile ya 5 inayohusu nguvu za asili, kwa maana ya kujifunza kutumia vizuri nguvu za asili. Na hapo ndipo ambapo nilitamani kuongeza vitu kadhaa, lakini nikumbushe kwamba tunatafakari kutoka hapa hivi. Tunatafakari kutoka hapa, kutoka Mwanzo 27. Nilisema tunatafakari kuhusu Mwanzo 27 yote, ila kwa awamu hii naona ni vizuri tuanzie kwenye huu mstari wa 11. Ni kisa kizuri ambacho Mungu akikupa neema kukisoma, basi soma kwa karibu na kwa ukubwa wake. Kwa nini? Kwa sababu kimekuwa na vitu vingi vikubwa, vitu vingi vizuri vya kujifunza na vya kuelewa. Na mimi naposoma napata kitu kipya, naposoma tena napata kitu kipya, na kuasa na wewe mwenzangu unayetufuatilia au unayetusikiliza ama kwa kutazama, basi pata nafasi ama pata sababu ya kuhakikisha kwamba unatusikiliza ama unasoma hili neno, kwa sababu litakuongezea kitu. Utagundua vitu vya kipekee hasa kuhusiana na kanuni za baraka. Sasa ni kisa ambacho kinamhusu kinahusu familia ya mzee Isaka ambaye ni mtoto wa Ibrahim, na yeye ni mtoto wa pili ukimwacha Ishmaeli aliyetangulia. Na katika familia ile Mungu anatuonyesha namna ambavyo anaachilia baraka katika namna ya kipekee kwa kufuata kanuni mbalimbali. Na kanuni mojawapo ni ile ambayo tunaishangaa kwa nini na tumeizungumza kwa muda mrefu, kanuni ile ya kuheshimu wazazi. Tumezungumza kanuni ya kuwasaidia watu wahitaji mbalimbali. Tumezungumza juu ya kanuni ya kutoa sadaka. Sina nafasi ya kurudia kila kitu, lakini pia tumeanza kwa kuzungumza juu ya kanuni ya kujifunza kutunza na kutumia nguvu ya asili. Kujifunza kutunza na kutumia
au kutumia na kutunza nguvu zako za asili, kwa sababu na hiki unakiona hapa kwenye hii Mwanzo 27 mstari huu wa 11, Yakobo akijitetea anasema hivi, Yakobo akamwambia Rebeka mamaye, Esau ndugu yangu ni mtu mwenye malaika na mimi ni mtu laini. Sasa ukisoma kwenye tafsiri nyingine utagundua kwamba hili neno ni mtu mwenye malaika haizungumzi juu ya malaika kama malaika moja kwa moja, ile inazungumza juu ya vinyweleo ambavyo Esau alikuwa navyo katika mwili wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye tafsiri nyingine za Biblia nilikuonyesha kwenye somo lililopita, unaweza kurejea tena kule, lakini tafsiri zinaeleza kwamba hapa alikuwa anazungumzia juu ya vinyweleo. Yaani Esau mwili wake ulikuwa na vinyweleo vingi kwenye mwili kiasi ambacho ilikuwa inaweza kumtofautisha yeye na watu wengine. Sasa utajiuliza kwa nini nimeichukua kama kanuni. Mimi nimechukua kama kanuni kwa sababu huoni Rebeka akipinga kwamba Esau ni mtu mwenye malaika, yani ni mtu mwenye vinyweleo, na kwa sababu hiyo basi haina shida. Ukienda hivyo hivyo haina shida. Utaona huku mbele nitakufundisha mbinu ambazo alitumia ili kutibia hilo ama kujibu hilo swali, lakini huku mwanzoni tuacha tuendelee kutafuna taratibu juu ya nguvu yake asili. Kwa nini nasema nguvu ya asili? Kwa sababu hii kitu ya Esau kuwa na vinyweleo sio jambo la yeye akiwa ukubwani, ila ni jambo ambalo alizaliwa nalo. Ukisoma kwenye ile Mwanzo 25 kuna inakueleza namna ambavyo alizaliwa nayo hii hali. Sasa sina nafasi ya kurejea huko, unaweza kusoma mwenyewe. Wakati anazaliwa tu pale mwanzoni unaona kwamba alikuwa amezaliwa na hizo nguvu za asili, na zilikuwa sababu ama hizo alama za asili zilikuwa sababu za kumsaidia yeye kuweza kubarikiwa, lakini ikatokea vinginevyo. Sasa tunaendelea kuchambua hatua kwa hatua. Sasa mimi nataka kusema na wazazi hapa kidogo kabla sijaendelea nataka kusema na wazazi hapa. Biblia inasema Yakobo wakati anatakiwa kubarikiwa anajigundua kwamba yeye ana udhaifu fulani, na anasema mimi ni mtu laini, na huu ulaini ulikopo kwenye mikono yake, lakini pia ulaini ulikopo kwenye shingo yake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hii ni ishara kwamba Yakobo alikuwa mdhaifu, na kiukweli udhaifu wake ulitokana na hali yake ya mazingira ya pale nyumbani. Unasema mtumishi, unamaanisha nini? Kwenye mafafanuzi ya Biblia inatueleza kwamba Esau alikuwa ni mtu wa kwenda polini kufanya kazi ngumu mbalimbali huko na huko, lakini Yakobo alikuwa ni mtu wa kushinda tu nyumbani na mama yake. Na siku hizi tuna watu wa aina hii wengi sana, na watu wa aina hii wengi wamepishana na baraka ambazo Mungu alitaka kuziachilia kwao, lakini kwa sababu ya udhaifu walio nao wanapishana na hizi baraka. Achilia mbali neema ambayo ilikuja kuachiliwa kwa Yakobo, tutazungumza mbele, lakini kuna watu ambao wamekosa baraka kwa sababu ya udhaifu. Okay, unasema mtumishi, unamaanisha nini? Iko hivi, mtu ambaye anashinda nyumbani manake anaota moto, ni rahisi vinyweleo vyake kunyauka, kunyonyoka, yani mwili wake kuwa laini sana, kwa sababu hata kazi zake ambazo atakuwa anazifanya ni zile laini, nyepesi tu, ndivyo inavyokuwa. Lakini mtu ambaye yupo poli kwa poli, kazi kwa kazi, wale ambao wameishi vijijini wanajua kuna majamaa ambayo yenyewe ni kazi, akiamka asubuhi kuchunga polini ng'ombe, akirudi sijui kuna kazi gani kukamua maziwa. Siku hizi kuna vitoto ambavyo hata ng'ombe tu akitokea analia hatari. Yaani mtoto wa ng'ombe akikutana na mtoto wa binadamu anaonekana na nguvu mtoto wa ng'ombe kuliko mtoto wa binadamu. Kwa nini? Kwa sababu yeye kwa namna ambavyo amelelewa ni mwoga. Leo nilipata neema ya kuzungumza na media moja, ilikuwa inanihoji juu ya masuala ya malezi. Nikasema zamani tulikuwa tunawaandaa watu ili uwezo wao ule wa asili uweze kuonekana na kuwa na nguvu, ila siku hizi hatufanyi hiyo kitu. Nazungumza na wewe juu ya nguvu ya asili, kwa sababu nguvu ya asili moja wapo ni ule uwezo wa akili wa mtoto. Je, siku hizi tunaruhusu watoto watumie akili zao au
tunawaacha, tunafanya kila kitu kwa niaba yao ama kwa ajili yao. Je, siku hizi tunaacha watoto wawe na uwezo wa kujaribu kuamua vitu ambavyo alafu sisi tuje kufanya judgment mwishoni, ama tunawaamulia kila kitu? Kuna mtoto ambaye hata kupika tu, yani uamuzi kwamba apike au asipike mpaka asubiri ruhusa ya mzazi. No. Tunachelewa. Yani mtoto hata maamuzi ya kwamba afue nguo zake anasubiri tena ruhusa ya mzazi au asubiri kauli. No. Tunapoteza kizazi. Tunawapishanisha hao watoto na baraka. Ndio hawa ambao wakikuwa wakubwa wanakutana na fursa, lakini kwa sababu ya uwezo wao mdogo hawakuandaliwa huku kwenye asili yao, hawakuandaliwa, wanapishana nazo. Yani kazi ni nzuri, mshahara mzuri, fursa kubwa ingeweza kuinua hata familia nzima, lakini ola. Kwa nini? Kwa sababu ndani yao hawajafikia stage ama hawajafikia kiwango cha kuweza kuwa na ile nguvu ya asili walio nayo. Kwa hiyo ulaini wa Yakobo hapa ilikuwa ni uzembe wa mama yake. Yani hili liko wazi. Ndio maana unaona ni kweli kwamba alikuwa anapendwa na mama yake, ni kweli. Na hii ni ajabu sana. Watu wengi ambao wapo tayari kufanya kazi ngumu mara nyingi upendo na baba, kwa sababu kiasili baba ndo anafanya kazi ngumu. Pamoja na kwamba kina mama siku hizi wameingia huko, lakini kiasili baba ndo ambaye anafanya kazi ngumu. Lakini watu wengi ambao wanafanya vile vikazi laini vyepesi vya nyumbani, wanashinda nyumbani masaa 24, ndo wamebebwa na kupendwa zaidi na kina mama. Okay, utapokea baraka kutoka kwa baba na mwingine atapokea baraka kutoka kwa mama. Nilisema kwenye kipindi cha kwanza kama sio cha pili, ukipata neema kafuatilia. Nikasema kuna tofauti ya baraka za baba na utofauti ya baraka za mama. Wote ni wazazi na wote wana mamlaka inafanana. Lakini katika ulimwengu wa roho, katika baraka, baba anaachilia baraka za kivizazi, mama anaachilia baraka za kizazi kile kimoja. Yani wewe ukipewa baraka na mama, unabarikiwa wewe tu basi. Lakini ukibarikiwa na baba, zinatoka kutoka kwenye kizazi cha wewe baba. Yani wewe mtoto au kijana unayenitazama muda huu na kunisikiliza, na uzao wako. Ndio maana zile baraka zinakuwa na muendelezo. Lakini ukibarikiwa na mama tofauti. Ukipata nafasi kafuatilie. Nilitoa rejea za kutosha kule, sina muda wa kurudia huko. Lakini ninachozungumza ni kwamba huu uzembe wa kuandaa watu wavivu, huu uzembe wa kuandaa watu waoga, huu uzembe wa kuandaa watu dhaifu, kwa sababu unaona udhaifu wa Yakobo unakuwa chanzo cha yeye kumzuia kupata baraka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nalisema hili kwa nguvu kwa sababu wapo jamani, nimezungumza mara kwa mara hapa. Nikasema tunapozungumza juu ya kanuni za kubarikiwa, hatuzungumzi juu ya Mungu kushusha baraka burungutu la hela hili hapa. Hatuzungumzi juu ya Mungu kushusha mtoto huyu hapa, yani baraka kwa mfano ya mtoto. Mungu ashushe mtoto kutoka nyumbani, pap, huyu hapa umbebe uanze kunyonyesha. Tunazungumza Mungu kuachilia baraka kupitia watu ambao mojawapo ni kupata kazi, mojawapo ni kufanya biashara. Ndio maana tukazungumza hata kanuni za muda na kadhalika. Ukipata neema fuatilia, kwa sababu nimefundisha vitu vizito sana huko nyuma. Lakini maliza kwanza hili somo. Bwana Yesu asifiwe. Maliza kwanza hili somo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunazungumza kutoka hapa. Kutoka hapo Yakobo akamwambia Rebeka, Esau ndugu yangu ni mtu mwenye malaika na mimi ni mtu laini. Ndio nasema ulaini wa Yakobo unatokana na malezi aliyokutana nayo. Kwa sababu kama isingekuwa hivyo, bila shaka nina uhakika asilimia zote ya kwamba Yakobo angekuwa na nguvu, angekuwa na ujasiri, angeweza kwenda kuwinda mawindo yeye mwenyewe huko polini. Kwa sababu sio furaha, pamoja na kwamba ilitokea katika namna hiyo, lakini sio furaha kwamba eti mtoto amepokea baraka lakini ni za wizi. Huko mbele labda Mungu akinipa neema nitakuonyesha athari zake. Nitakuonyesha labda athari zake. Kupokea athari ya kupokea baraka za wizi. Wapo watu wa namna hii wanapokea baraka za wizi. Wako wengi tu. Yaani unamwona mtu amefanikiwa lakini kiukweli ni za wizi. Amepata fedha ndio, lakini kiukweli ukifuatilia vizuri ni za wizi. Sasa athari yake mbele ndio utaijua.
Utajua huko mbele, utagundua kumbe kuna athari namna hii. Nilikuwa sijui bwana. Ndiyo, athari zipo. Kwa nini? Kwa sababu hiyo umeiba baraka ya watu, si ya kwako, si ya kwako. Umeiba baraka ya watu. Kwa hiyo mbele nitakufundisha juu ya hili jambo kwamba athari zake zikoje, pamoja na kwamba kwa sasa tutazungumza kwamba alipata baraka kwa kufuata kanuni kadhaa, lakini kuna athari kama utafuata hizi kanuni nazo kuambia mwanzoni. Zina umuhimu sana, muhimu mkubwa sana, na zitakusaidia kujua kumbe hii jambo lina umuhimu na uzito kiwango hiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa nataka tusogee mbele kidogo kutoka hapo kutoka kwenye hiyo sentensi ya kwamba Yakobo alimwambia mama yake kwamba mimi ndugu yangu ni mtu mwenye malaika. Yeye anaanza kueleza jinsi ambavyo anaona jambo hili litakuwa gumu kwake. Sasa unaona mama yake Rebeka anamwambia hivi, ngoja nikuonyeshe hapa. Yes, hapa. Okay. Sawa. Nataka nikuonyeshe huu mstari unaofuata hapa. Anasema hivi. Alipomwambia kwamba Yakobo, mama yangu ndugu yangu ni mtu mwenye malaika, anasema labda baba yangu atanipapasa mimi, nitakuwa machoni pake kama mdanganyifu, nami nitaleta juu yangu laana wala si baraka. Angalia mama yake alichojibu hapa. Nataka kuonyesha kitu ya muhimu alafu tuingie kwenye maombi. Hiki hapa. Anasema hivi. Mamaye akamwambia, laana yako iwe juu yangu, mwanangu, usikie sauti yangu tu, enenda ukaniletee wana mbuzi. Kwenye hii sentensi hapa kuna vitu vitatu nataka kuonyesha. Cha kwanza, hii sentensi inaanza hapa, laana yako iwe juu yangu, mwanangu. Hapa. Hii ni cha kwanza. Laana yako iwe juu yangu, mwanangu. Bwana Yesu asifiwe. Nisikize kwa makini sana. Wakati ambao tunazungumza juu ya kanuni za kupokea baraka, ndani ya kupokea baraka tunaona kiapo kikali cha mama yake na Yakobo ambaye ni Rebeka. Anajiapiza kwa Mungu, anasema laana yako na iwe juu yangu. Kwa nini anasema laana yako iwe juu yangu? Anasema hivyo akiwa na lengo la kutaka kutuambia kwamba zile baraka zilizotolewa au lile jambo linavyotokea lilikuwa limemfanya ama limemlazimu mama yake na Yakobo kujiapiza. Kwa nini? Kwa sababu unaona namna ambavyo yeye anajiapiza, anasema laana yako na iwe juu yangu. Kwa nini asiseme kwamba kama ikitokea amekugundua kwamba wewe una kasoro fulani, basi likukuta wewe mwenyewe? Anasema laana yako iwe juu yangu. Hili kwenye ulimwengu wa roho, nisikize vizuri, hili kwenye ulimwengu wa roho linamaanisha hakikisho la Mungu mwenyewe. Hakikisho la Mungu mwenyewe. Nataka kusema nini? Kuna mazingira ama kuna mahali ambapo wewe unaweza ukayapitia. Sasa kwa sababu ya namna palivyokaa, panaweza pakakufanya ukajikuta ukaanza kupata hofu ndani yako, na kwa sababu hiyo ukaanza kupata hofu. Sasa Mungu anakusemesha majira haya ya jioni ya kwamba wewe usiogope laana ama vita ambayo utakutana nayo katika kupambania kupata hiyo baraka ambayo mimi nimekuahidia. Iwe juu yangu, itakuwa juu yangu. Kwa nini? Kwa sababu yeye Mungu mwenyewe ndo anaishughulikia hiyo vita yako. Kwa hiyo unapotaka kupambania kupata ama kutafuta zile baraka za Mungu ambazo Mungu ameziandaa kwa ajili yako, uwe na uhakika ndani yako ya kwamba Mungu mwenyewe ndio ambaye atakusimamia, na yeye ndio Mungu ambaye atazifuatilia hizo baraka kuhakikisha kwamba unazipata. Bwana Yesu asifiwe. Wachache wamenielewa. Nataka kusema hivi,
Kuna watu ambao unapomsemesha juu ya kupokea baraka za Mungu ambazo zimeachiliwa kwa ajili yake, anaanza kupata hofu ndani yake. Anasema sasa itakuwaje? Nitavukaje hapa? Mbona ni pagumu? Nitaingiaje pale? Mbona ofisi ni kubwa sana? Nitavukaje hapa? Nitapataje mshahara? Mbona kuna hili na lile? Anakuwa na visingizio vingi sana. Sasa Mungu anakukumbusha ya kwamba sio wewe unayejituma kwenda pale, ni mimi ninayekutuma. Kwa hiyo sio wewe unayeandaa hizo baraka mbele, ila ni mimi ninayekuandalia hizo baraka mbele. Na kwa sababu hiyo mimi ndo nayeandaa, nayejua kwamba kwa kiwango gani unahitaji msaada kule mbele, kwa kiwango gani unaweza kuvuka pale, unawezaje kusema na yule mtu pale, unawezaje kupata kibali kwa wale watu. Kwa nini? Kwa sababu ndani yako una kitu cha kipekee cha ndani, kwamba pamoja na yote mimi ni naye Mungu ambaye yeye kwa neema yake yupo kwa ajili yangu. Kwa hiyo unaposemeshwa na Mungu juu ya kuanzisha biashara fulani, sio swala la wewe kujihakikishia, ni swala la Mungu kukuhakikishia kwamba yuko pamoja na wewe. Ndio maana hapa Rebeka anamhakikishia kwamba laana yako iwe juu yangu. Kwa hiyo hata vita ambayo inatarajiwa kupiganwa mbele yako kwa sababu ya baraka ambazo unatakiwa kuzipata, uwe na uhakika kwamba Bwana mwenyewe ndiye atakaye kupigania. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tunapewa hakikisho hapa. Rebeka anasema laana yako na iwe juu yangu. Ndio maana Mungu anasema sisi ni kama mboni ya jicho lake. Maana yake nini? Ndani yetu, yani atakayetugusa sisi ni kama amemgusa yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo tunazungumza, ja kwanza ni hakikisho la Mungu. Kwa hiyo unapotaka kubarikiwa, cha kwanza anza kuwa na uhakika ndani ya kwamba Mungu mwenyewe ndo ameachilia hiyo baraka. Kama ni kazini, kama ni kwenye biashara, kama ni kwenye familia, Mungu mwenyewe ndo amehakikisha, bila kujali maneno ya watu, bila kujali sentensi ambazo watu wamezitunga na kuziandaa, bila kujali watu wanasema nini kuhusu hilo. Swala ni kwamba wewe na Mungu wako, Mungu anasema nini juu ya hilo. Hakikisho la Mungu kwanza. Yeye Mungu ndo ametoa tamko gani, ameapa nini. Okay, kuna wachache wamenielewa. Nataka kuongezea kitu hapa. Nataka kuongezea kitu kutoka hapa tunapozungumza. Ngoja nikuongezee kitu hapa. Ngoja nikuongezee kitu hapa. Ngoja nikuongezee kitu. Ngoja nikuongezee kitu. Oje. Okay. Tusome pamoja. Tusome pamoja kitabu cha Mwanzo. Hii Mwanzo. Nataka kuonyesha kitu kinachomhusu Ibrahim. Kuna hakikisho ambalo lilitolewa pale, kiwango ambacho unapolitazama unajua kwamba kumbe nina uhakika ndani ya kwamba nitashinda. Nina uhakika ndani ya kwamba nitafanikiwa. Nina uhakika ndani kwamba nitashinda. Kwa nini? Kwa sababu Mungu mwenyewe ndo ameahidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, nataka nikuonyeshe pale ambapo Mungu anamtokea Ibrahim. Mungu, ngoja tusome hebu Mwanzo hii 20 na Mwanzo tuangalie Mwanzo 25, labda Mungu atatuonyesha kitu pale. Ngoja. Hapa. Okay, ngoja nikuonyeshe kitu hapa. Kabisa. Yes. Hii hapa. Yes, Mwanzo 22. Twende pamoja na mimi. Mwanzo 22. Ewa. Mambo si ndo hayo sasa. Hii hapa. Mwanzo 22 mstari wa 15 huu hapa. Ngoja nikuonyeshe kwenye screen yako hapa ili usihangaike kwenda kusoma mahali pengine. Tusome pamoja. Hii hapa. Anasema hivi. Anasema malaika wa Bwana akamwita Ibrahim mara ya pili kutoka mbinguni. Malaika wa Bwana huyo anamwita Ibrahim kutoka wapi? Mbinguni. Anasema hivi. Nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili. Hebu zingatia neno nimeapa. Nimehakikisha. Yaani hiki ni kiapo kabisa kwamba nina uhakika hiki ninachokisema. Nina hakikisho ndani yangu. Anasema nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili, wala hukunizuilia mwanao wa pekee.
katika kubariki nitakubariki. Umeiona hiyo? Na katika kukuzidisha nitakuzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani ya, na uzao wako utamiliki mlango wa adui. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Turudi pale juu. Pale juu. Anasema hivi. Nimeapa kwa nafsi yangu. Umeona hii sentence hapa? Napenda sana kupigia mstari hasa napofundisha. Unajua ukishakuwa mwalimu kama hivi lazima ufundishe watu kwa mifano na kwa namna mbalimbali. Unaona hii neno nimeapa? Maanake Mungu hapa anataka kuhakikisha au kumhakikishia Ibrahim kwamba hili nalotaka kulisema nimehakikisha kabisa. Nina uhakika nalo kabisa litatokea na kutimia. Haleluya. Sasa Mungu anamhakikishia hii ni baada ya kutaka kumtoa Isaka ambaye huyu ndo anatakiwa ambariki Yakobo sasa hivi. Lakini hakutolewa kwa sababu Ibrahimu alikuwa tayari kumtoa kama sadaka, na hatimaye Mungu akatokeza mwana kondoo na kadhalika. Wewe unafahamu ile habari, kama hujapata nafasi soma mwenyewe hii Mwanzo 22 kuanzia ule mstari wa kwanza. Namna ambavyo mwana kondoo alitokeza na hatimaye akamchinja mwana kondoo, akasema usimchinje huyu, na mambo mengine yakaendelea hapo. Lakini kinachozungumzwa hapa, ule utayari wake ukamfanya Mungu akaapa. Kwa hiyo tungezungumza kwa lugha ya kanuni, tungezungumza juu ya kanuni ya utayari wako wa kuwa tayari kumtumikia Mungu kwa sadaka, kama tulivyozungumza kwenye kanuni zilizopita. Na ile kanuni ndio inamfanya Mungu anaapa tena kwa nafsi yake. Anasema ya kwamba katika kubariki nitakubariki, katika kukuzidisha nitakuzidisha, tena uzao wako utakuwa kama nyota za mbinguni, kama mchanga wa bahari. Lakini sio tu hivyo, uzao wako utamiliki mlango wa adui. Wasomaji wa Biblia wanafahamu tunapozungumza juu ya mlango wa adui, tunazungumza juu ya fursa mbalimbali ambazo Mungu amekuwekea. Tunazungumza juu ya umiliki katika ulimwengu wa roho. Ile habari inayozungumza kwenye habari za kutoka kule mwanzoni, ambao wana wa Israeli wanatoka Misri kuja Kanaani, lakini kabla ya kutoka ilitakiwa wanyunyiziwe damu kwenye malango yao, kwenye vizingiti vyao. Kwa hiyo tunapozungumza juu ya hii kanuni, tunazungumza juu ya wewe mwenyewe kusukumwa na Mungu, ama Mungu mwenyewe kuwapa ya kwamba ninakuhakikishia kwamba Kanaani yako utafika, ninakuhakikishia kwamba ile kesho yako iliyo bora utafika, ile potential yako ambayo mimi niliweka tangu na kuumba misingi ya ulimwengu utafika. Kwa nini? Kwa sababu ndani yako unahakikisha kutoka kwa Mungu ya kwamba kuna ahadi na agizo la Mungu ya kwamba nimeapa Kanaani utafika, nimeapa Kanaani unafika. Na mimi niko hapa jioni ya leo kukuambia ya kwamba haijalishi ugumu wa mazingira ukoje, haijalishi mambo yako magumu kiasi gani, Kanaani yako utafika. Mungu ameapa ya kwamba baraka yako utaipokea, haijalishi upinzani uko namna gani. Utaifikia ile hatima yako, utaifikia ile potential ulio nayo, utaifikia ile hatima kubwa ambayo Mungu ameiandaa kwa ajili yako. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Okay, unaposoma habari za wana wa Israeli, unagundua hii ninachokizungumza habari ya mlango wa adui na namna ambavyo Mungu akiapa unapita. Wanapotaka kutoka, Farao akazuia, wakapigwa wazaliwa wa kwanza wa Farao. Unaposoma maandiko unagundua kwamba kumbe njiani walikutana na upinzani unaitwa bahari ya Shamu, na yenyewe wakavuka. Unajua, unapopambana kupata ile baraka ambayo Mungu amekuahidia, kuna upinzani lazima unatokea njiani. Lakini uwe na uhakika mbele za Bwana ya kwamba Mungu ameapa ya kwamba utafika. Nasema utafika kwa jina la Yesu. Nasema utafika kwa jina la Yesu. Haijalishi watakupinga, haijalishi utakutana na jangwa. Inawezekana kuna mtu ambaye nazungumza naye muda huu anapitia hali ya jangwa, anaona mbona kama hamna chakula, mbona kama kuna ugumu, mbona kama mambo ni magumu kiwango hiki. Usijali, usiogope, wewe songa mbele. Kanaani yako lazima ufike. Mungu ameapa kwa nafsi yake, amesema lazima ufike, lazima ufike. Haitajalisha ya kwamba kuna upinzani kiwango gani, haijalisha kwamba jangwani ya
hakuna maji, wewe songa mbele. Wewe haijalishi kwamba hakuna chakula, wewe songa mbele. Mungu atatokeza muujiza hapo ndani, atatokeza muujiza hapo njiani, na utashangaa wale ambao pengine ukutarajia wakusupport, unashangaa wanakusupport. Wale ambao pengine ukutarajia wakusaidie, unashangaa wanakusaidia. Wale ambao pengine hukutarajia kwamba utapokea baraka ama chochote kutoka kwao, unashangaa wanakuwa sababu ya wewe kufanikiwa, kufika mbali, kufikia ile baraka au ile potential ambayo Mungu aliweka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikwambia kwenye hii tuna mambo matatu. Ngoja niseme jambo la pili kabla tujaingia maombi. Jambo la kwanza nimeapa kwa nafsi yangu. Tulikuwa tunazungumza kule kwenye Mwanzo 27. Ngoja nirudi kule kwenye Mwanzo 27. Yes. Hiyo ilikuwa ni Mwanzo 22. Mwanzo 27 turudi pale. Wakati ambao Rebeka anamweleza mtoto wake, anasema laana yako na iwe juu yangu. Laana yako iwe juu yangu. Laana yako na iwe juu yangu. Yep. Hii ilikuwa ni kiapo. Anasema laana iwe juu yangu, mwanangu. Unaona hii neno mwanangu, hii neno mwanangu. Ngoja nipigie mstari hapa. Unaona neno mwanangu. Anasema laana yako na iwe juu yangu, mwanangu. Nataka kukazia tu kitu kimoja hapo. Rebeka anaposema namna hii, anataka kuonyesha mamlaka aliyonayo juu ya Yakobo katika kumwamuru kufanya anachotakiwa kufanya ili kupokea baraka. Kwa lugha nyingine, Mungu kabla ya kukubariki ni lazima akujulishe yeye ni nani kwako kwenye hizo baraka. Neno gumu sana hilo. Neno gumu sana. Neno gumu mno. Narudia. Nisikize vizuri tena. Mungu anataka kabla ya kukubariki, anataka hakikishe kwamba unajua ya kwamba yeye ni nani kabla ya kukubariki. Nisikilize tena, nitakueleza vizuri tu, wala usijali. Iko hivi. Watu wengi wanapopokea baraka, ukipokea baraka bila kujua mtoa baraka ni nani, kuna shida ama kuna uwezekano wa zile baraka kuto kudumu. Nilifundisha juu ya imani. Ukipata nafasi fuatilia kwenye vipindi vilivyopita. Watu wengi wanapopokea baraka, usipomjua mtoa baraka, ni kama vile umepewa maji alafu hujui kisima kilipo au hujui bomba lilipo. Ndio maana hapa anasema laana yako na iwe juu yangu, mwanangu. Ile mwanangu inataka kuonyesha title, nafasi ya huyu ambaye anaagiza, anatoa maelekezo ya huyu wewe namna ya kubarikiwa. Na Mungu iko hivyo hivyo, anapotaka kukubariki, before hajakubariki anatengeneza mfumo wa wewe kujua ya kwamba yeye ni nani. Yaani before hujashughulika sana, lazima ujue ya kwamba yeye ni nani. Kwani ni kwa sababu usipojua kwamba yeye ni nani, ni rahisi sana, ni rahisi mno kuzipoteza zile baraka. Ni rahisi pia kuto kuzipokea, kwa sababu unajua ni kama vile mzazi au ni kama vile mtu ambaye anakuja na chakula huyo. Alafu anakuja anakuambia bwana, chakula hiki hapa, kula. Kama umjui na umwamini, huwezi kula. Na kuna wakati ambao Mungu anakuja na baraka, lakini kwa sababu umjui na ujui kama ni yeye, huwezi kupokea zile baraka ambazo amekuja nazo. Ndio maana Biblia inasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kuwa wana wa Mungu. Wana wa Mungu. Ile neno wana wa Mungu ni tofauti ya kuwa mtoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Okay, labda nijaribu kutafsiri hapa. Nitafute huo mstari alafu nijaribu kutafsiri kama unaweza kunielewa. Ngoja nijaribu kutafsiri huu mstari. Hii ni Yohana 1:12 ni hii hapa. Hiyo haipo mbali sana. Yohana 1:12. Hiyo neno bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kuwa wana wa Mungu. Yohana 1:12. Hii hapa. Nataka nijaribu kama nitaweza
niweze kukuongezea tafsiri hapa ili iwe rahisi kuweza kuona. Okay, hii hapa. Anasema hivi, hebu tusome pamoja. Anasema hivi, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio waliaminio jina lake. Na kwenye tafsiri ya Kiingereza sasa anatoa tafsiri hapa chini hapa, ngoja nifutoe hii. Anasema but to as many as did receive and welcome him. Nilikwambia kwamba ni kama vile mgeni au mtu ambaye anakuja na chakula. Kama umwamini huwezi kumpokea wala kumkaribisha. Anasema he gave the right. Huku juu amesema kufanyika watoto wa Mungu, lakini huku anasema give them the right. Sasa angalia hiyo right inatafsiri vipi? Moja, authority. Jamani, wale ambao mnapenda kufuatilia hayo mambo, hii Biblia ambayo nimeinani hapa ni Amplified Bible. Amplified Bible hii hapa, Amplified Bible. Umeona imeandika kwenye mabano AMP. Ni Amplified Bible. Kama unaweza kusoma kwa Kiingereza, fuatilia. Amplified Bible anajitahidi sana kutafsiri na kutoa maelezo ya ziada kwenye kile ambacho kimeandikwa. Sasa hebu tusome pamoja. Anasema but to as many as did receive and welcome him he gave the right. Sasa hiyo haki ya kufanyika watoto wa Mungu, angalia haki ama hiyo kufanyika watoto wa Mungu, huo uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu ndio maana yake nini? Moja, authority. Ukiwa mwana wa Mungu unapewa mamlaka ya kimungu. Wachache wamenisikia hapa. Wachache wamenisikia. Wamenisikia wachache. Nasema hivi, ukiwa mwana wa Mungu unapewa haki ya kuwa mtoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Iko hivi simple tu. Hesabu ndogo. Umewahi kukutana na mtoto wa rais? Okay, inawezekana ni ngumu kwa wengi. Umewahi kukutana na mtoto wa mbunge labda? Kama hujawahi basi okay, nitoe mfano huu. Umewahi kukutana na mtoto wa diwani? Umeona the way anavyoshughulikia mambo. Anashughulikia kama vile mtoto wa diwani. Yaani ana ile power. Pamoja na kwamba diwani ni baba yake au mama yake tu, lakini ndani yake anajijua, mimi ni mtoto wa diwani. Mimi ni mtoto wa mbunge. Mimi ni mtoto wa waziri. Mimi ni mtoto wa rais. Mimi ni mtoto wa. Ile power anaitumia vizuri. Pamoja na kwamba haishauriwi, lakini asili inaeleza vile na uwezi kukwepa. Ni sawa na mtoto wa mchungaji alafu akiwa kanisani, unafikiri anaatendi vipi? Wale ambao mpo makanisani na mnakaa na watoto wa wachungaji mnaelewa the way wanaishi. Kuna mambo ambayo wanaenda nje kwa maana ya wanavuka mipaka yao. Hayo mimi sisemi kwamba yanaruhusiwa. Nazungumzia ile hali yao ya uwezo, ya hali yao, ile mamlaka yao, ile authority wanayokuwa nayo kwenye eneo husika. Ni mtoto tu lakini mwenye mali yupo. Lakini yeye kwa sababu ni mtoto, he or she feels the power, feels the authority. Na anaweza kaagiza chochote, pamoja na kwamba mnaweza mkatii au msitii vyovyote, lakini swala ni kwamba anajijua kwamba ana power, ana nguvu, ana uwezo ndani yake. Sasa nakuuliza wewe, unajijua kwamba wewe ni mwana wa Mungu? Do you know that you are a son of God? Yeah? Na ili kujijua lazima umpokee. Lazima umkaribishe. Na kwenye kumpokea manake upokee na maelekezo yake. Yale sikiliza sauti yangu mwanangu, ikiwa mtaisikia sauti yangu. Kwa sababu kumpokea Mungu sio kwamba mimi ni Bwana Yesu asifiwe, mimi nimeokoka nampenda Yesu. No. Haitoshi. Do you follow his instructions? Unafuata maelekezo yake? Are you following those guidelines for you? Kwa sababu Mungu ameshaweka maelekezo na mipaka kwamba utafika hapa, utaishia hapa. Kwenye hili utafanya hiki, mwisho hapa. Kwenye hili utafanya hiki, mwisho hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapozungumza juu ya jambo hili, nataka unikusaidie ya kwamba kwanza pia miongoni mwa vitu vya muhimu kufanya ni kujitambua ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Wewe ni mwana wa Mungu. Pengine Mungu akinipa neema kwenye vipindi vinavyofuata, nitatafsiri na kufafanua zaidi mwana wa Mungu kiroho ni nini.
au hii tafsiri ya kusema wote waliompokea walifanyika kuwa watoto wa Mungu inamaanisha nini? Kwa sababu inazungumzia juu ya kumpokea Yesu, ambaye kwenye maandiko tunaambiwa ya kwamba alifanyika maskini ili sisi tuwe matajiri kwa umaskini wake. Na inatuambia kwamba tunapompokea Yesu pia tunapokea zile ahadi ambazo Mungu alimwahidia Ibrahimu. Kwa hiyo unapompokea Yesu ndani yako, kama Yesu kama mwana wa Mungu, na wewe unakuwa mwana wa Mungu, na wewe unakuwa mrithi wa ahadi za Mungu pamoja na Ibrahimu. Kwa hiyo unakuwa na wewe uzao wa Ibrahimu. Ni jambo pana, ni jambo refu, nitakufundisha taratibu, wala usiwe na haraka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay, tuendelee hapo kidogo. Nitaka kuchomoka hapo, lakini Mungu ananiambia tubaki hapo kidogo. Anasema hivi: But to as many as did receive and welcome him, he gave the right. Sasa hiyo right ina mabano na maelekezo ndani, kwamba hiyo right ni nini? Na moja wapo nimekwambia hiyo habari za authority. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Nimekwambia ya kwanza ni authority. Sasa ya kwanza ni authority, unaiona hapo. Anasema, hii ni Yohana 1:12, anasema but to as many as did receive and welcome him, he gave the right, kwenye mabano, authority. Cha pili, the privilege. Mimi sio mtaalamu sana kwenye Kiingereza, lakini naamini hiyo privilege ni kama upendeleo fulani. Tunazungumza juu ya kanuni za kupokea baraka kutoka kwa Mungu. Na miongoni mwa vitu ambavyo Mungu anavifanya, hasa unapopokea maelekezo yake, yani kumpokea yeye na kupokea maelekezo yake, moja wapo ya kitu anafanya ni kuhakikisha kwamba anakupa mamlaka ya uwana wa Mungu, kuwa mtoto wa Mungu. Lazima ujitambue. Ndio maana Rebeka anasisitiza kwamba, sikiliza mwanangu, laana yako iwe juu yangu, mwanangu. Kwa nini? Anataka kumuonyesha kwamba mimi ndo naye kuagiza hapa ya kwamba uende ukafanya hicho unachotakiwa ufanya, ili upokee baraka kutoka kwa baba yako, kutoka kwa Mungu kupitia baba yako Isaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndani yako, hakikisha ndani yako unachokifanya ni kupambana, kuhakikisha kwamba unapambana kujua ndani yako kwanza, kujua kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Na kutoka hapo unaanza kutembea kifua mbele ukijijua kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Unajua watoto wa Mungu sio wadhaifu. Ni kama vile nilivyotoa mfano, ukiwa mtoto wa rais, ukiwa mtoto wa diwani, ukiwa mtoto wa mchungaji, huwezi kutembea tu ovyo ovyo. Kama ni mtoto wa mchungaji au mtoto wa mtumishi kwenye lile eneo ambalo baba yako au mama yako anafanyia huduma, lazima unakuwa na power fulani. Kwa hiyo hata unapoenda kufanya biashara, ukijua kwamba Mungu ndiye baba yangu kwenye hii biashara, maana yake ndani yako unaanza kuwa na ujasiri ndani. Ukijua kwamba Mungu ndiye baba yangu kwenye hii kazi ninayofanya, maana yake unaanza kuwa na ujasiri kwamba huyu ndiye baba yetu aliye mbinguni. Kwa hiyo nikiwepo hapa, jina lake litatukuzwa. Nikiwepo hapa, ufalme wake utakuja. Haitajalisha kwamba watu wengine wanafanyaje. Mapenzi ya Mungu yatatimizwa hapa. Tena sio kama yanavyotimizwa tu hapa ya kama yanavyotimizwa mbinguni na yatatimizwa hapa. Kama Mungu anavyoachilia baraka kutoka mbinguni, zitakuja na hapa. Kama Mungu anavyotaka mimi niweze kufanikiwa, kama alivyonipangia tangu mwanzoni kwamba ndani yangu nina potential fulani, uwe na uhakika ndani yako ya kwamba utafanikiwa, utafika pale ambapo unatakiwa kufika. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Sasa tusome pamoja. Anasema hivi, but to as many as did receive and welcome him, he gave the right, the authority, na hiyo the privilege to become children of God, that is to those who believe in manake wale waliomwamini. Na kumwamini manake ni kwenye Kiingereza ametafsiri vizuri kwenye Amplified Bible. Amesema adhere to, au trust, au rely on his name. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio ile anasema, na ndio walioaminio jina lake. Je, unaamini jina la Mungu? Unaamini jina la Bwana katika yale unayofanya? Do you believe in his name? Au unaamini katika majina ya waganga na wachawi? Ni swali langu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo tunapozungumza juu ya jambo hili ndani yako,
anza kujitune kama mtoto wa Mungu. Nikwambia na vitu vitatu ambavyo nitamani kuvisema hapa kwenye hii Mwanzo 27. Ngoja nirejee pale Mwanzo 27. Nimekusomea kama vitu vitatu vya msingi sana, vya muhimu mno. Nimekusomea vitu vya muhimu sana pale Mwanzo 27. Nikwambia na vitu kama vitatu hivi. Nikwambia cha kwanza ni hicho cha kwamba laana yako iwe juu yangu mwanangu. Ile ni hakikisho. Ya pili ni hiyo mwanangu, kumtaja kama mwanangu. Ya tatu ni hii hapa. Ngoja nitoe hii kwanza afu nitafsiri baadaye. Yes, ibaki hii hapa. No. Yes, hapa itoke. Yes, anasema hivi, mamaye akamwambia, laana yako iwe juu yangu mwanangu. Usikie sauti yangu tu. Kimeongezeka kitu cha 4 hapa. Asante Roho Mtakatifu. Naomba univumilie. Kimeongezeka kitu cha 4 hapa. Usikie sauti yangu tu. Usikie sauti yangu tu. Usikie sauti yangu tu. Kwa nini tu? Kwa sababu katika kupokea baraka za Mungu kuna sauti za wengi. Bwana Yesu asifiwe. Katika kupokea baraka za Mungu kuna sauti za wengi. Sasa Mungu anakusisitiza ya kwamba sikiliza sauti yake tu. Katika kufanikiwa kuna sauti za wengi. Amenifurahisha jamaa mmoja. Anasema hivi. Anasema jamani, siku hizi bwana chakula mmekuwa wengi. Yaani kidogo huyu anasema usile maharage, huyu anasema usile wali, huyu anasema usile viazi, huyu anasema usile nini. Yaani mabwana chakula wamekuwa wengi. Unajua kwa nini? Kwenye ishu ya kufanikiwa kwenye afya, washauri ni wengi pia. I say, amenichekesha sana. Anasema yani ni kama vile sasa hamna chakula, yani hamna kinachofaa sasa. Amesema jamani, kila mtu anajua kwamba akizeeka kuna magonjwa atakutana nayo. Basi libaki kwamba kila mtu asubiri muda utakapofika, atakapokuwa mzee atakutana nayo. Maana washauri mmekuwa wengi. Sasa hivi wewe ingia hata kwenye mtandao sasa hivi, wewe unatumia mtandao. Ingia hata kwenye mtandao, hata hapa YouTube. Ingia, uliza namna ya kufanikiwa. Kila mtu ana kanuni zake. Uliza namna ya kufanikiwa kwenye ndoa. Kila mtu ana kanuni zake. Uliza namna ya kupata mtoto. Kila mtu ana kanuni zake. Washauri ni wengi. Swali langu, je, unasikia kutoka kwa nani? What is your best option? Kwa sababu washauri wako wengi, wakutosha tu. Yaani wapo wakutosha. Je, unasikia kutoka kwa nani? Cha kusaidia hapa ni hiki. Wote hao uwapime kutoka kwenye kigezo hiki kimoja. Kinaitwa neno la Mungu. Pima kutoka kwenye neno la Mungu. Basi, Biblia. Yaani anachokushauri kwamba ufanye ili ufanikiwe, je, linatokana na Biblia? Mimi hapa nimekufundisha juu ya Biblia. Biblia inasema nini juu ya kanuni za kubarikiwa? Ndio maana tunasoma, tunarudia, naenda kwenye tafsiri nyingine na kupitisha kwenye Kiingereza wanasemaje, tafsiri zingine zinasemaje. Kwa nini? Kwa sababu nataka kwanza uzingatie neno la Mungu lenyewe kama lilivyo, lisilogoshiwa. Swali langu ni kwamba, je, unasikia kutoka kwa nani? Unapotaka kufanikiwa kwenye biashara, unajifunza kutoka kwa nani? Na je, anakushauri vitu gani? Ndio maana hapa Rebeka anasisitiza usikie sauti yangu tu. Unajua mchakato wa kutoka pale ndani wanapojadili Rebeka na mama yake, aende kuelekea kwenye zizi la mbuzi lilipo, kanaweza kuwa na kaumbali kidogo. Pengine wanaweza kuwa wamefanya kama mazizi yetu ya zamani ya siku hizi. Unakuta unajenga hapa, zizi la mifugo lipo mbali kidogo, 3 10. Pengine hapo njiani utakutana na watu. Au hata pale tu kuna mawazo yanamjia Yakobo kwamba
Hivi linawezekana kweli hili? Je, unasikia sauti kutoka kwa nani? Wakati nimekufundisha hapa na nimekusemesha na unaona ndani Roho Mtakatifu anakusemesha juu ya kuanzisha biashara fulani ama kurudi kwenye ile kazi ambayo Mungu amekupa mwanzoni. Je, ukishasikia namna hii, je, unasikia kwingine wapi? Au unasikia hii tu? Kwa sababu ninaposema hivi kuna watu ambao Mungu anawarejesha, anawasemesha kwa namna ya kipekee sana. Na kwa sababu hiyo unaposemeshwa, je, unasikia sauti ya Mungu tu ama kuna wengine unaowasikia au unaowasikiliza? Bwana Yesu asifiwe sana. Chagua kumsikia Mungu peke yake. Nilikwambia limeongezeka jambo la 4, nataka nikuonyesha hapo. Nataka nikuonyesha hapo. Anasema sikia sauti yangu tu. Sikia sauti yangu tu. Hebu tusome. Anasema hivi. Yes, Mungu atusaidie hapa. Hii hapa. Anasema hivi. Akamwambia, laana yako na iwe juu yangu, mwanangu. Usikie sauti yangu tu. Enenda ukaniletee wana mbuzi. Enenda ukaniletee wana mbuzi. Hicho ni kipengele cha 4. Enenda ukaniletee wana mbuzi. Hiki hapa. Enenda ukaniletee wana mbuzi. Enenda ukaniletee wana mbuzi. Nimepigia mstari makusudi ili uweze, kama una noti mahali unaweza kanoti. Iko hivi watu wa Mungu. Kule mwanzoni tuliona umuhimu wa namna sadaka inavyoweza kutumika. Kutoa, yani sadaka inaweza kutumika kama namna mojawapo ya kupokea baraka kutoka kwa Mungu. Ama ishara mojawapo ya utayari wako kutopokea baraka kutoka kwa Mungu. Na hapa ninajua kuna watu ambao tayari watakuwa na maswali ndani. Anasema mtumishi, wewe hujui tu. Kama sadaka nimetoa sana. Kama sadaka kutoa kwa ajili ya kubarikiwa nimetoa sana. Kama kutoa kwa ajili ya kuiombea hii kazi nimetoa sana. Kwa hiyo ana sababu za kutosha kuto kuendelea kumtolea Mungu. Yaani sasa hivi ninavyozungumza kuna watu ambao wametoa sadaka kiwango ambacho akikalkulate anaishi kwamba ameinunua mbingu hivi. Anaishi pale ile paradiso, yani ingeweza kuwa na bei kama ile bei ya sadaka ambayo ameitoa. Kwa nini? Kwa sababu pengine ametoa sana. Ametoa sana. Na mimi sikatai na sisemi ni kibaya, kwa sababu kanuni yetu ya kwa mmoja wapo kati ya zile nyingi tulizo nazo ni kanuni ya kutoa sadaka, ya kutoa ili kupokea. Ndio maana Yesu anasema ni heri kutoa kuliko kupokea. Akisema vile maana yake anayetoa anapokea, anayepokea anatoa. Kazi ngumu. Anayetoa anapokea na anayepokea anafanyaje? Anatoa. Maana yake kwa kadri ya kile ambacho umekipokea kutoka kwa Mungu, basi rudisha sehemu ya 10, rudisha fungu la hiyo sehemu ya 10, maana yake fungu la 10 kwa kile ulichokipokea. Rudisha hata sadaka ya pekee kwa kile ulichopokea, rudisha kwa kile ambacho Mungu amekubarikia. Hiyo ndo kanuni hiyo. Ile ilikuwa ni ya kwanza ambayo tulishazungumza, sitaki kurudia huko. Lakini hapa anasema enenda ukaniletee wana mbuzi. Haizungumzi ukaniletee mwana mbuzi. Inazungumzia ukaniletee wana mbuzi. Maana yake kama huyu mtu alitoa sadaka moja inaitwa mwana mbuzi, saizi atoi ya pili inaitwa wana mbuzi. Maana yake aongeze kutoka pale alipotoa mwanzoni, atoe tena. Sijui kama unanielewa mtu wa Mungu. Anaposema enenda ukaniletee wana mbuzi, anataka kutuonesha kwamba sio swala sio swala la mbuzi yule wa kwanza uliyemtoa. Haitoshi, inachotakiwa ni kuwa na uwezekano wa kupata wana mbuzi wengine ama sadaka nyingine. Kwa lugha hii ninayokufundisha ni kwamba ni sadaka nyingine ambayo unaitoa sio kwa sababu Mungu ameisahau ile ya kwanza ama ile ya kwanza haitoshi, ila unatoa hii ya pili, ishara ya kuonesha kwamba bado unamwamini Mungu na unaamini katika utoaji wa sadaka ambayo unaitoa ndani yako, ya kwamba pamoja na yote lakini ninaamini kwamba Mungu atanikumbuka, ataikumbuka sadaka yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapotafakari juu ya jambo hili, unaweza kuunganisha kwamba okay, kumbe ndani yangu ninapata hakikisho na Mungu ya kwamba niende na yeye, vita vyote itakuwa juu yake. Pia kwa nini? Kwa sababu mimi ni mtoto wake, yani mimi ni mwanae.
Mimi ni mtoto wa Mungu ambaye nimekubali na kumpokea, na ninasikia sauti yake tu. Miongoni mwa sauti ambayo Mungu anakuelekeza hata majira haya unayotazama mafundisho haya ni kuleta sadaka, inaitwa sadaka ya wanambuzi. Nazungumzia sadaka, inawezekana ulitoa mwanzoni, inawezekana ulituma sadaka yako hata wakati ambao nilifundisha kwenye masomo yaliyopita. Ni kweli, ni sawa, lakini je, upo tayari kutoa awamu nyingine? Upo tayari kuonesha imani yako tena kwa Mungu? Je, uko tayari? Are you ready for that? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana tunapofundisha somo la sadaka sio kwa sababu tuna shida, wala ndio maana mimi huwa nakusisitiza tena, hata sasa naomba nikusisitize. Usitoe kama Mungu hajakusemesha kutoa. Sijui kama umenisikia. Hata nitakapokuelekeza hapa kwamba nitataja namba za simu utoe na kadhalika, usitoe kama Mungu hajakusemesha kutoa hapa. Subiri Mungu akusemeshe mahali pa kutoa ukatoe. Uhakika kwamba Mungu atakusemesha mahali pa kutoa, nina uhakika. Ila kwamba Mungu atakusemesha wapi, hilo sina uhakika, kwa sababu kila mtu ana namna yake. Na kila mtu ana mahali ambapo Mungu ametaka aende akafill gap. Kwa hiyo Mungu akikusemesha kutoa hapa kwa namba ambazo nitakutajia, unaweza kutoa. Na hapa ninawiwa kukutajia namba hizi mapema, hasa kwa sababu pia tunaunganisha na hii point ambayo Mungu ametupa. Kumbuka, tunatafakari juu ya kanuni za kupokea baraka kutoka kwa Mungu. Kanuni za kupokea baraka kutoka kwa Mungu. Na tunazungumza juu ya kanuni mbalimbali, na kanuni moja wapo ni hiyo ya kutoa. Nimeshazungumza mengi huko nyuma. Ukipata nafasi irudia na kurudia, jifunze. Fanya kama darasa hili ni la kwako na uweze kujifunza. Namba za simu ni hizi hapa. Hizi hapa. 0744 umeandika hapo 574052. 0744 574052. Nataka niombe pia kwa ajili yako, niombe kwa ajili ya sadaka yako, lakini pia niombe kwa ajili ya muda ambao Mungu ametupa kuweza kutafakari somo hili. Ni siri za ajabu sana ambayo Mungu ametupa. Narudia tena namba hizo kama hujaandika bado. Mungu ananiambia wengine bado. Okay, niandike ni nani. Na kama unatutazama, unaweza kutumia hizo ambazo zipo kwenye screen yako hapo. Hizi hapa. 0744 574052. Namba hizo unaweza kutuma maombi, unaweza kupiga simu, unaweza kutuma sadaka yako kama Mungu amekusemesha. Kama Mungu hajakusemesha, usitume hapa. Subiri Mungu akusemeshe mahali pa kutoa, afu uitoe. Hata kama unayo kubwa kiango gani ama ni ndogo kiango gani, swala sio ukubwa ama udogo. Unafanya kulingana na maelekezo ya Mungu. Unafanya kulingana na namna ulivyosikia sauti ya Mungu. Kwa hiyo ndicho ambacho nakusisitiza hapa. 0744574052. Wacha tuombe kwa Mungu, halafu nina uhakika Mungu anaweza kukusaidia. Kwanza atusaidie kujitambua kwamba sisi ni watoto wake, na kwa sababu hiyo tuna uhakika ya kwamba yeye yupo kwa ajili yetu. Lakini pili, atusaidie Mungu kujijua ndani yetu kwamba tuna hakikisho la yeye kuwepo ndani na sisi. Lakini jambo la mwisho ambalo tutamuomba Mungu kwa majira haya Mungu ambayo Mungu ametupa ni juu ya kazi na biashara au huduma ambazo tunazifanya. Kiuhalisia zinatakiwa ziwe chanzo cha baraka kwenye maisha yetu. Ndio. Kiuhalisia zinatakiwa ziwe chanzo cha baraka kwenye maisha yetu. Hata kama unafanya huduma yoyote ile, unafanya huduma, kiukweli inatakiwa iwe chanzo cha baraka kwenye maisha yako. Hata kama ni mwalimu wa neno la Mungu kama mimi, bado inatakiwa iwe chanzo cha baraka kwenye maisha yako. Wacha tuombe mbele za Bwana. Mungu uliye hai, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya neema na kibali chako. Asante kwa sababu ya upendo wako kwenye maisha yetu. Asante kwa ajili ya nguvu zako, Bwana. Tunakushukuru kwa ajili ya kutufundisha, kutuelekeza. Umetupatia maarifa makubwa. Kwanza umetuthibitishia kwamba wewe ni Bwana ambaye unatuhakikishia kwamba vita vyetu ni juu yako. Hata vita katika kupokea baraka ambazo Bwana umetuahidia, bila shaka ni juu yako. Mungu, tusaidie kuelewa na kujitambua kama watoto wako.
tujikubali ndani kama watoto wako. Utusamee pale ambapo tulitia shaka na nafasi yetu kama watoto wa wewe Mungu. Tusamee Bwana. Kuna mahali ambapo tulionyesha udhaifu, Mungu turehemu. Lakini Bwana, tunakushukuru hata kwa neema hii ya kutukumbusha kwamba wewe ni baba yetu, wewe ni Mungu wetu, wewe ni mfadhili wetu, wewe ni mlinzi wetu. Mungu asante, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai. Ninamwombea huyu ambaye amekata tamaa, anajiona kwamba yuko peke yake. Mungu, mkumbushe ya kwamba wewe uko pamoja naye, tena wewe ndiye baba yake, wewe ndiye mfadhili wake. Hata kama anaona giza huko mbele ya kwamba atavukaje, Mungu msaidie, wewe Mungu msaidie, wewe Mungu msaidie, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai. Mungu wetu, asante kwa sababu ya kibali chako. Asante kwa sababu ya neema yako. Asante kwa sababu ya uwepo wako kwenye maisha yetu. Lakini Mungu tusaidie. Kuna hao wafanya biashara, kuna hao wafanya kazi wa kuajiriwa na kujiajiri. Mungu wasaidie. Uwakumbuke Bwana, uwakumbuke kwenye kazi wanazozifanya, kwenye biashara zao. Mungu, ninawaombea hao wahudumu, wengine ni watumishi wa Mungu, walimu, wainjilisti, wachungaji, manabii, mitume. Mungu wasaidie kwenye huduma zao. Wengine wana vipawa na karama kama uwezo wa asili ambao Bwana umeuweka ndani yao. Mungu wasaidie Bwana, waweze kutumia huo vizuri. Mungu wasaidie katika huo uwezo, ikawe chanzo cha baraka kwao. Huo uwezo ukawe chanzo cha baraka kwao. Hiyo karama ikawe chanzo cha baraka kwao. Hicho kipawa, Mungu wasaidie katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Ninapinga kila nguvu za giza ambazo zinasimama kuzuia ule uwezo wa asili, zinasimama kuharibu hiki kizazi. Wanapotaka kumwandaa huyu mtoto kuwa sehemu ya watu wenye nguvu walio hodari, adui anatafuta wawe walaini. Ninakataa ulaini katika jina la Yesu. Ninawainulia moyo wa ushujaa, ninawainulia moyo wa ushujaa. Ulimwambia Yoshua ukasema, uwe hodari na moyo wa ushujaa, songa mbele. Pamoja na kwamba nilikuwa na Musa, nitakuwa na wewe. Ukamhakikishia ndani ya kwamba hii baraka, nina uhakika kwamba utasonga nayo, ule upako utasonga nao katika jina la Yesu Kristo. Ninawaombea kina Yoshua kwenye hizo ofisi, wengine wamepokea ofisi katika mazingira magumu ambayo wakubwa wao wametoweka bila sipo kujulikana, wametoweka mazingira ya kutatanisha, na hata hivyo wao wakubwa walitambulika na kujulikana kuliko wao, waliheshimika kuliko wao, na kwa sababu hiyo wanaona ni ngumu kuingia kwenye hiyo nafasi. Lakini Mungu umewahakikishia kwamba uko ndani kwenye hiyo nafasi, kuna baraka zako kwa ajili yao. Na mimi natangaza katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wasaidie Bwana, wasimamie Bwana, wajalie uwe ujasiri, wajalie uwe hodari kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Mungu usiwaache, usiwapungukie Bwana. Wakumbuke watoto wako, wakumbuke hizi familia zinapoandaa watoto mashujaa, ziwaandae sawa sawa na mapenzi yako, ziwaandae katika viwango ambayo Bwana unataka, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai. Asante Mungu kwa sababu ya familia zetu. Asante kwa ajili ya watoto wetu unaoandaa kama kina Yakobo, unaoandaa Mungu hujawaacha, unawaandaa kama kina Yakobo, watakaoibuka mashujaa kwenye baraka wanapozing'ang'ania, watakaoibuka mashujaa wanapong'ang'aniana baraka kwa kazini. Mungu wasaidie Bwana, waweze kushinda watoto wetu mahali walioko ndani ya nchi, hata walioko nje ya nchi. Mungu wakumbuke walioko mikoani huko, Mungu wasaidie Bwana katika jina la Yesu Kristo. Walioko kwenye majiji na miji, walioko kwenye vijiji, kwenye kila wafanyalo Bwana, watukumbuke Bwana, wakumbuke Bwana, usiwache katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Asante Mungu kwa sababu ya kanuni ambazo Bwana unatufundisha. Asante Mungu, tusaidie kuziishi, tusaidie kuzipokea. Ninaibariki na hii sadaka ambayo mtumishi wako anaitoa. Mungu umkumbuke, umsaidie kadri ambavyo Bwana umemsemesha kutoa kwa njia hii. Mungu, ninaomba ukamsemesha hata njia ya kutoka kwenye hilo analopitia, kwa sababu ni wewe Mungu ambaye tunakutegemea, ni wewe Bwana ambaye tunakufuata, ni wewe Mungu ambaye tunakuamini, ni wewe Bwana ambaye peke yako unastahili. Ni wewe Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai. Na sifa na heshima ni za katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Naomba kurudia namba hizi tena, namba za maombi, maombezi kama una jambo, lakini pia kama unataka kushauriana na mimi ama kuwasiliana na mimi, namba hizi ziko WhatsApp pia.
unaweza kuwasiliana na mimi kwenye normal calls au message au WhatsApp vyovyote. Namba ni hii 0744 57 4052 0744 57 4052. Mimi naitwa Mwalimu Meshak Longo. Hebu pokea baraka za Bwana. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuinulie uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kupa amani. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akutunze tena, na tukutane tena kwenye somo linalofuata, na tutaendelea kutafakari pamoja. Asante na Mungu akubariki sana. Amen.